niliposajiliwa Simba nilicheza takriban michezo 9, ambao mchezo nilopata majeraha ulikuwa kati ya Mtibwa na Simba. Ulikuwa unafanyika Shambara Bibi, uwanja wa taifa wa nje, uwanja ule wa Mkapa wa pembeni yake. Tulicheza pale mechi ndio nikapata majeraha siku hiyo. Baada ya hapo nikajiuguza kwa muda mrefu kama takriban miezi 4. Ndio nikarudi tena uwanjani kumalizia raundi ya pili. Kwa ajili ligi ilishasogea katika raundi ya pili. Lakini pia sikuweza kuendelea kwa ajili kila nikiwa nikiingia uwanjani na pata majeraha kwa ajili nilikuwa sijapona vile vizuri. Kwa hiyo nikawa naongeza ukubwa wa tatizo. Kwa mwisho wa siku nakumbuka ilikuwa siku ya kukabidhiwa kombe Simba. Kwa ajili Simba ilikuwa ishatangaza ubingwa. Mgeni rasmi nakumbuka kipindi hicho alikuwepo Mheshimiwa Magufuli, marehemu, Mungu amlaze pema. Ndio ilikuwa siku ya kukabidhi kombe na mimi ndio siku ambayo nilipata tena jeraha. Nilikuwepo nje, sikuwepo katika mchezo, lakini kutokana na idadi ya wachezaji waliokuwepo Simba walikuwa hajatosheleza. Kwa hiyo mwalimu akaniomba nivae tu jezi, japo alikuwa anajua siko vizuri katika 100% kuweza kucheza mechi. Lakini ndani ya mchezo ikatokea kuna nafasi, watu wakapata majeraha, ikabidi aingie mtu ambaye mimi ndio nilikuwepo nje. Ikabidi niingie hivyo hivyo. Sikuchukua muda mrefu nikaumia. Na mara ya mwisho hiyo kuumia ilikuwa nimeumia kwa kiasi kikubwa sana. Kiasi kilichopelekea mimi kwenda kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo baada ya mechi hiyo ya mwisho nakumbuka kukabidhiwa kombe, sikurudi tena uwanjani, na ndio ilikuwa mechi yangu ya mwisho katika mpira wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa baada hapo naenda kufanyiwa upasuaji South Africa, Simba wanigharamikia gharama zote, nikaenda nikarudi. Upasuaji ulikuwa mkubwa, ukanilazimu kukaa nje takriban miezi 9 kwa ajili ya kuuguza jeraha na kuanza mazoezi mepesi ya kuimarisha misuli na kurudisha utimamu wa mwili katika mahali pake ili niweze kuanza kucheza tena mpira. Nikajitahidi kufanya kadri vile nilivyoelekezwa na madaktari na nikaziongezea muda karibia mwaka. Nikakaa karibia mwaka. Nakumbuka ndio ilikuwa msimu wangu wa mwisho Simba kimkataba. Kwa hiyo nikakaa mwaka mzima sikuweza kucheza. Lakini bado nilivyorudi tena ikawa operation haikuwa successful hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku nikatakiwa tena nirudi nikafanye check up kipindi kile nilipata support sana kwa Simba. Nakumbuka Profesa Janabi nilikuwa nawasiliana mara kwa mara kuhusu maendeleo yangu na baadhi ya vipimo vya pale Muhimbili kama MRI na vingine. Alikuwa ananigharamikia kwa kunidhamini tu yeye mwenyewe, namshukuru. Lakini mwisho wa siku haikufanikiwa. Kwa hiyo mwisho wa siku itakiwa tena nirudi nikafanya operation. At the moment nilikuwa sina contract Simba. Financially sikuwa vizuri sana kurudi tena kufanya operation, lakini nikawa naendelea tu na matibabu kwa physiotherapy na matibabu mengine, kwa maana lengo kurudi uwanjani kucheza. Kajitahidi kupambana kadri ya uwezo wangu kujitibia sehemu tofauti kwa njia tofauti. Lakini mwisho wa siku sikufanikiwa na muda ulikuwa unaenda unasogea. Nakumbuka mara mwisho Simba wenyewe pia walihitaji kunipa mkataba, japo ulikuwa kwa makubaliano maalum, lakini mwalimu alikuwepo kwa kipindi kile au Sempati alikataa kwa ajili alihitaji wachezaji ambao yeye aliwaona ili aweze kuongeza nguvu na kufikia malengo yake aliyojiwekea. Kwa hiyo viongozi wakajaribu kumwelekeza kuhusiana na mimi, lakini haikufanya kazi kwa ajili alikuwa anatamani kufanya kazi na wachezaji ambao ameona mimi hakuwahi kuniona, na nilipumzika karibia mwaka mzima. Kwa hiyo sikuweza kurudi tena Simba. Baada ya hapo sikuwahi kusajili timu nyingine yote, nikawepo tu nyumbani nikiwa naendelea kujiuguza na kuangalia kuimarika. Nikawa najitahidi, nikawa nacheza, nikarudi nikawa nacheza kawaida. Sikuweza kupata tabu, ila tabu ikawa tu kwenye sehemu moja. Ikawa kwenye kugeuka. Ile migeuko ya haraka nikawa napata tabu. Kwa ajili nilikuwa naweza kukimbia, nilikuwa naweza kupiga, ila tu kwenye kugeuka ikawa shida. Kwa hiyo nikarudi tena kufanya MRI kwa mara ya 3. Wakaniambia ligamenti zilizopandikizwa hazikukazwa. Kwa hiyo kuna mawili, aidha zimeregea kipindi unafanya mazoezi ya kujimarisha, au moment wanazifunga mwanzo tu walikaza sana. Kwa hiyo inaweza ikatokea hii. Kwa hiyo sasa kulikuwa kuna option nyingine zaidi ya kuchana na kuzifunga tena kabla haijakatika tena. Kwa hiyo kwa moment kipindi hicho nakumbuka cost ilikuwa kubwa kidogo.
sikuwepo naye, nikajaribu kutafuta wadau wawili watatu waweze kunisupport, lakini unajua mpira wetu wa Bongo kisha kuwepo kwenye stream, ukishatoka tu hata ukimwambia mtu kidogo akusaidia na kuona inakuwa tabu. Kwa hiyo nikakosa kusaidiwa, kwa maana kiuchumi sikuwa vizuri mwenyewe, na watu ambao nilikuwa nawafuata wawili watatu hawakuweza kunisupport kwa asilimia hizo. Kwa nikashindwa kufanya operation kwa kipindi hicho kwa mara nyingine tena. Lakini muda ulikuwa unaenda na maisha yanaendelea, yana kasi. Kwa hiyo nikaona nisiforce sana. Kama nitafanikiwa mimi mwenyewe nitafanya. Isipofanikiwa basi. Kwa nikakaa kipindi kirefu. Baadaye baadhi ya wadau wawili watatu hasa katika kituo chetu hiki cha Morokisi wakaniambia, kwa nini unakaa? Kwa nini usirudi hata uwanjani ufundishe tu? Basi nikachukua muda kufanya maamuzi ya kufundisha, kwa ajili sikuwa na mipango ya kufundisha, nilikuwa bado nataka niendelee. Ukiangalia umri wangu ulikuwa bado kuweza kucheza. Lakini mwisho wa siku nikaona siwezi kupona. Alafu pia ili nipone inahitaji hela. Na hela kwa kipindi hiki siwezi kupata. Kwa ajili mipango haikuwa vizuri sana. Kwa hiyo nikarudi tena kufundisha. Nikaanzia kufundisha hapa hapa Morokisi. Sikuanza kufundisha baada ya kusomea ukocha. Nilianza kufundisha kwa kutumia uzoefu wangu niliochezea mpira, najua. Nikaanza kufundisha vijana wadogo kabisa hapa hapa Morokisi. Nikawa naendelea kupata uzoefu. Hapa hapa Profesa Madundo akaniambia, kwa nini usianze kuingia kwenye kozi za ukocha? Hapo ndo akili yangu ikabadilika. Sasa kwa muda unaenda kwenye mpira, hata nikirudi nishaka nje karibia takriban misimu 4. Nikirudi sitoanzia pale nilipoishia. Kwa ajili na mimi sehemu nilipoishia ndio ilikuwa sehemu peak ya kupata mafanikio. Sasa nirudi tena nianze kutafuta nirudi paka pale, time itakuwa ishaniacha. Kwa hiyo nikajikita rasmi katika ufundishaji kwa maana ya coaching. Nikaanza kusomea grassroots, kaja diploma D. Kwa sasa nipo level ya diploma C. Tunaendelea kusoma kuweza kufikia madaraja makubwa zaidi kama walimu wengine waliotutangulia. Kwa jina mimi pia ni ndoto yangu kufikia huko walipo. Kesho nije kuwa kocha mkubwa, kwa maana nifundisha hata timu za taifa. Ndio malengo yangu hivyo. Kwa hiyo ndio safari yangu ilipoanzia ya ukocha, na safari yangu ya mpira ilipoishia pale baada ya majeraha, kuona sina namna tena nyingine zaidi ya kusogea katika sehemu nyingine ambayo ipo ndani ya hiyo taaluma yangu. Basi nikaendelea, kwa ajili nishacheza mpira tokea utotoni. Sasa hivi nikianza tena niseme nirudi nikasomee kitu fulani chuo, mtu kwangu kitakuwa kipya sana. Ni bora niende katika huu mambo ya mpira. Nimetoka kwenye kucheza nikirudi kwenye ufundishaji, hiyo jambo kubwa sana. Kwa ajili ndio maisha yangu mengi niliweka katika mpira. Kwa hiyo basi nikajikuta nimeingia huko, na ndio hadi leo ipo, na nafurahia pia kuwepo huko, kwa ajili mpira ndio maisha yangu. Mimi Simba kabla sijasaini Simba msimu uliopita nyuma nilishawahi kutakiwa na Simba misimu miwili kabla kwenda kusaini. Mara kwanza nakumbuka Simba walikuwa wanataka, ilikuwa Mapinduzi Cup. Tumetoka kucheza na Simba finali. Wakatufunga kwa penalti. Wakawa mabingwa wao, sisi tukawa washindi wa pili. Nakumbuka marehemu Askofu Zakaria. Nilivuli Dar es Salaam akaniita ofisini kwake. Ndio mara ya kwanza natakiwa na Simba. Kwangu ilikuwa faraja, ilikuwa furaha, ilikuwa habari nzuri, kwa ajili kwenye nchi yetu ukishachezea Simba au Yanga ni vilabu vikubwa, vinakubadilisha, vinakutambulisha katika ulimwengu wa mpira, lakini vile vinabadilisha maisha yako, kwa maana ni vilabu vikubwa ambavyo vinaweza kukutoa hatua moja kukupeleka hatua nyingine. Kwa ajili kiuchumi wako vizuri, lakini vile vile utapata platform nyingi za kujuana na watu wengi, utacheza mashindano mengi ya kimataifa ambayo yatakutangaza. Kwa hiyo kama mchezaji hautakuwa tena mchezaji wa Kitanzania tupu. Kwa ajili Simba na Yanga zinacheza mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mataifa mengine pia yatapata kukufahamu. Kwa hiyo moment inatakiwa na Simba na Zakaria Skopo ananipigia kwa ajili ya Simba, nilifurahi kupokea taarifa hiyo. Ilikuwa sijajua ni msimu gani, lakini nakumbuka kabla sijasaini ule msimu kwenda Simba misimu miwili nyuma. Lakini haikufanikiwa. Tulienda tukapishana kwenye makubaliano. Msimu unaofuatia tena wakaniita tena Simba. Nakumbuka alikuwa Kasim David. Kaenda nikazungumza nao vizuri, kipindi wa Viva ndo rais na Kaburu Nyange, tukazungumza, wakanipa mkataba. Nikaambia nitaenda kusoma alafu kisha nitarudi. Nilipoenda kusoma nikawaambia waajiri wangu wa zamani kipindi hiyo Mtibwa Sugar, bwana mimi nimepewa mkataba na Simba kwa 1 2 3. Lakini nataka niwasikilize upande wenu unasemaje.
tukakaa nao chini tukakubaliana sikurudi tena Simba kwa ajili maslahi pia alikuwa Mtibwa akanifanya nisirudi tena Simba. Mara ya tatu naenda kusaini Simba, nakumbuka nilikuwa timu ya taifa, ilikuwa South Africa. Tukacheza mashindano ya Kosafa chini ya kocha Mayanga, nakumbuka tulikuwa washindi wa 3. Niliperform vizuri, Simba wakavutiwa na mimi tena kwa mara ya 3. Basi nadhani kipindi hiyo ndio muda kwa ajili, mimi naamini kila jambo linatokea sababu limepangwa kutokea. Kwa hiyo hamu zote ambazo mimi sikuweza kufanikiwa kuingia Simba sikuweza kwa ajili ilikuwa muda bado, lakini safari hiyo mambo yalienda vizuri nikaweza kusaini Simba. Lakini sio kwangu mimi, ni kwa wachezaji wote. Mtu yote anapotakiwa na Simba na Yanga kwa nchi hii ni jambo zuri kama unachezea vilabu ambavyo viko chini, kwa ajili unaamini vitakubadilisha, vitakutoa hatua moja kwenda nyingine. Kwa hiyo binafsi nilijisikia vizuri mara ya kwanza nilipopigiwa simu, nilijisikia vizuri tu, kwa ajili pia ilikuwa ni ndoto yangu kwenda kuchezea vilabu vikubwa vya nchini, na hapo sasa ndo ndoto za kuenda mbali zaidi ya nchi zingefunguka. Kwa hiyo kipindi kile nilijisikia faraja sana. Sisi Simba nilizungumza nao kipindi niko timu ya taifa. Nilivorudi tulikuwa bado tujavunja kambi. Tulikuwa kwa Urban Laws, nakumbuka Urban Laws Hotel. Tulikuwa tunaendelea kufanya mawasiliano. Sikutaka kuhama Mtibwa, kwa ajili mimi mapenzi ya Mtibwa nilikuwa nayo nilikuwa nayo kweli. Kwa hiyo nikafikisha taarifa tena kwa uongozi wa Mtibwa. Bwana, nimepokea ofa kutoka Simba iko 1 2 3. Kama mtaweza kufikia kiwango fulani, mimi siwezi kwenda Simba, nitacheza Mtibwa kwa miaka tena mingine ijayo. Kwa kipindi hicho nazungumza na Jamali Baisa, kipindi hicho yuko Mtibwa. Chini Kasim Deji alikuwa ananisubiria. Nilimwambia nisubiri ili niweze kutoka timu ya taifa. Ndio mtu alikuja kunichukua nikiwa kambini timu ya taifa. Kipindi hicho tulikuwa tumepewa mapumziko timu ya taifa. Tukatembea siku nzima, jioni turudi, kwa kesho yake tulikuwa tunasafiri kwenda Mwanza kufanya maandalizi ya kucheza na Rwanda. Kwa hiyo mimi nyumbani Morogoro, Dar es Salaam, ndugu zangu wanakaa mbali. Sikutaka kwenda mbali sana, kwa nikawepo kambini tu. Kwa Kasimu wakati anawasiliana na mimi nilikuwepo eneo la hotelini kambini. Kwa nikafikisha taarifa kwa uongozi wa Mtibwa, wakanipa muda. Wakaniambia mtuachie kama dakika 10 tujadili na wenzangu. Mwisho wa siku Jamali Baisa kwa simu yake akanirudia akamwambia, bwana Mbonde, kama Simba wamekupa hiyo ofa ambayo umetuambia, sisi hatuna namna kukuachia. Kwa ajili sisi hatutaweza kukupa kiasi ambacho wewe umetuomba sisi tukupe ili uweze kubaki. Kwa hiyo baada ya hapo ndo nikaenda kuonana na Kasim Deji, akanipeleka kuonana na baadhi ya viongozi akiwemo Mo Kipekee, ndo anaingia kwenye timu na viongozi wengine wa Simba kwa ajili ya kufanya makubaliano ya kimkataba. Kwa hiyo alikuja kunichukua, ilikuwa ni Kasim Deji baada ya kurudi kutoka South Africa. Simba kipindi naenda Simba alikuwepo Mwanjari, nilimkuta yuko Mushidi. Hao ndo mabeki walikuwepo katika msimu huu. Msimu wangu tukaingia mimi Erasto Nyoni na Yusufu Mipili na Bukaba. Kwa hiyo tulikuwepo katika nafasi hizo za 4 na 5. Tulikuwepo watu karibia 6. Nakumbuka 6 kama sikosei, ilikuwa 6 hivi. Ilikuwepo ni ushindani mkubwa sana. Ukiangalia kina Erasto, kina Manjari, yuko ni watu ambao kwa moment ile walikuwa na experience kuliko mimi. Walishacheza, wamenitangulia, walicheza, lakini pia walikuwa wanapata nafasi. Kama Juko alikuwa ni mchezaji wa timu ya taifa ya Uganda na anacheza mashindano mengi ya kitaifa. Erasto alikuwa yupo timu ya taifa muda mrefu na alikuwa mchezaji senior kiongozi. Manjari kashacheza katika level kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kwangu kubwa kupambana nao ili siweze kuhakikisha naweza kucheza. Na ukiangalia Simba ni timu kubwa, inahitaji matokeo na inahitaji mtu vizuri. Ilinijenga, kweli ushindani wote ilinijenga. Nashukuru. Yeah. Moment inaenda Simba, pressure lazima uwe nayo kama mchezaji, lakini moment inaenda Simba nilishapevuka. Pressure kwa ajili timu ya taifa kucheza kwa muda mrefu. Kabla sijaenda Simba, timu ya taifa nimecheza Mtibwa karibia misimu 3 ndo naenda Simba. Ilinijenga sana kupunguza pressure, kwa maana nakutana na wachezaji tofauti. Nacheza mechi nyingi za kimataifa ambazo zinanijenga. Kwa hiyo mpaka naenda Simba mimi nilikuwa tayari, nilikuwa naweza. Yaani mimi mwenyewe nishasema naenda nacheza. Hata awe nani nilikuwa naweza kucheza. Kwa ajili nilikuwa najiamini na alishafikia level ambayo mimi mwenyewe nilikuwa naona naweza. Kwa maana nilikuwa na uzoefu wa kutosha, lakini vile vile nilikuwa katika kiwango kizuri tu cha kuweza kupambania namba kutokana na wapinzani waliokuwepo. Japo pressure lazima kama mchezaji lazima iwe nayo. Lakini namshukuru Mungu niliingia vizuri, nikajiamini. Pale nilipopata nafasi nikaonesha na walimu pia wakajenga imani na mimi, basi nikaanza kwa kucheza.
nashukuru kipindi nilipoingia nimecheza Simba. Sijawahi kujutia kwa ajili sijacheza sana muda mrefu Simba. Muda mfupi niliocheza kuna vitu vingi Simba imenibadilisha katika maisha yangu. Sawa, watu washabiki, wadau mbalimbali wa mpira walikuwa wananijua kabla sijaenda Simba. Kwa ajili nilikuwa naitwa timu ya taifa, wananisikia, wananiona. Lakini pia nilipoenda Simba nimeongeza idadi ya watu wengi kunifahamu. Lakini pia siwezi kujutia kwa ajili mkataba wangu kwenda Simba umebadilisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Umebadilisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Japo sikudumu kwa muda mrefu, lakini kuna vitu katika huo mkataba nimeweza kuvifanya ambavyo siwezi kujutia. Ni hatua moja kimaisha na nimepiga. Lakini vile vile nashukuru. Yaani kucheza kwangu Simba kuna fursa nyingi nikazipata, kujuana na baadhi ya watu ambao hata sasa hivi maisha yangu ya mpira yameisha, lakini ni kwa ajili nilienda Simba nikafahamiana nao, ndo hadi leo nimeunganisha network na wao, kwamba kuna vitu vingine nanufaika navyo kwa ajili nilijuana nao kupitia Simba. Kwa hiyo siwezi kujutia. Hayo mambo ya kuumia kwamba ni sehemu ya maisha, naweza ningebaki hata Mtibwa ningeumia. Kwa hiyo ni sehemu tu. Nashukuru Mungu alinipa nafasi hiyo kabla sijapata jeraha kwa kusogea timu kama Simba na kuongeza idadi ya watu wa kunifahamu na kuongeza network pia na watu kuweza kuwasiliana nao. Kwa hiyo siwezi kujutia. Kama alama kwenye mpira wa Tanzania, ukichukua ubingwa ni alama. Miaka yote nimecheza Mtibwa siwahi kuwa bingwa na siwahi kufikiria kama Mtibwa atakuja kuwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Tulishajaribu kuna misimu kadhaa nyuma chini ya Mecky Maxime tulikuwa tunaongoza mpaka raundi ya kwanza. Lakini baadaye nguvu ya kumalizia inatukosa, tunajikuta tunapoteza hivyo. Lakini nilipofika Simba nikakamilisha ndoto yangu. Kwa maana msimu wangu wa kwanza Simba mimi sikawa mabingwa. Kwa hiyo nikavaa medali ya ubingwa ambao ni kwa kwangu ni ndoto, ila nimeitekeleza kwa ajili niliweza kuingia katika timu ya Simba. Kwa hiyo ni alama moja hapo ambapo kesho kishukuta naweza kujivunia na medali yangu ipo. Watani wanangu wakikuwa wanaambia hii tulikuwa ubingwa Simba mwaka fulani. Na nashukuru picha zipo zinaonyesha kwamba hata na rais hayati Magufuli yupo wakati anatukabidhi kombe. Kwa hiyo ni kumbukumbu kwangu tosha ambayo picha yake itaishi milele na milele kujielezea na kuelezea pia vizazi vijavyo. Kwa hiyo alama ni kubwa sana ambayo ni siwezi kujutia, nafurahia pia. Nimekutana na washambuliaji wengi. Wachezaji wengi walikuwa wazuri. Na washindani. Lakini kipindi mimi nacheza mtu alikuwa anasumbua, alikuwa Mshongasa. Alikuwa anasumbua wajibu, pia alikuwa na speed. Alikuwa anasumbua Mshongasa, Simon Msuva. Kwa kukutana naye lazima ufanye kazi ya ziada kuweza kuwakaba, lakini tukacheza pia na washambuliaji wa kigeni kama Didier Kavumbago. Alikuwa ni striker ambaye ni mgumu. Ukiweza kukabana naye, Donald Ngoma, ni washambuliaji ambao pia walikuwa wanakupa challenge. Ukikutana nao lazima ufanye kazi ya ziada, la sivyo watafunga tu. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji nifanye kazi ya ziada ili kuweza kuwazuia. Kuna muda nilikuwa nafanikiwa, lakini kuna muda pia nilikuwa na feli kutokana na timu. Unajua Simba na Yanga zilikuwa zina quality. Lakini vile vile Hamisi Tambwe kipindio. Kwa hiyo wote ni aina washambuliaji na wengine sikuweza kuwataja kwa ajili ni muda umeenda, lakini ni wachezaji ambao wazuri wamecheza katika kiwango fulani katika nchi yetu na wameacha alama. Kwa hiyo nilikuwa nakutana na changamoto kama hizo mara kwa mara, japo nilikuwa najitahidi kuziweza kuzihimili kutokana na uzoefu wangu na umahiri wangu. Lakini ni wachezaji wazuri ambao walikuwa wananipa shida pia kukabana nao. Simba sikupata namba 5. Nilipata namba 2. Nilitamani nipate namba 5 lakini nilikuta tayari Yusufu Mlipili kashaiva namba 5. Kwa heshima sikuweza kumwambia anipe namba 5. Alafu timu ya taifa kuna mara kadhaa nilivaa namba 5. Kwa ajili kipindi mimi naitwa timu ya taifa kulikuwa kuna masinia wakina Yondani, Kanavaro, Agley, ni wachezaji ambao walinitangulia. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa navaa namba 5 kipindi Yondani hayupo timu ya taifa. Aidha hayupo sababu mwalimu hajamuita au sababu zingine ambazo zinatokea yupo. Kwa hiyo Yondani alikuwa anapenda kuvaa namba 5. Kwa hiyo asipovaa Yondani mimi navaa namba 5. Lakini ni namba ambayo nilikuwa naipenda kipindi nacheza Mtibwa.
Simba sikuwahi kuipata kwa ajili ya kuwepo nayo mtu, lakini namba ambayo nilikuwa napenda nitambulishe kutokana na position yangu, na nilikuwa na namba naipenda tokea kipindi nacheza huku chini kabisa, nilikuwa naipenda hiyo namba 5. Kwangu mimi sio kwamba namba ambayo labda inaweza ikawa inaelezea matukio kama labda tarehe, labda kama wachezaji wengine ambao wanavaa namba mgongoni. Hapana, nilikuwa napenda namba 5 kwa ajili kuna wachezaji ambao walinitangulia. Kwa mfano, mimi mshabiki sana wa Manchester United kipindi hicho. Nilikuwa napenda Manchester United. Nilikuwa nampenda sana Rio Ferdinand wa Manchester. Alikuwa anavaa jezi namba 5. Lakini vile vile nilikuwa pia na mhusudu sana Cannavaro wa Madrid. Kwa kipindi hicho nilikuwa napenda. Kwa hiyo namba zao mgongoni ndio zilinifanya mimi niweze kuvaa namba 5. Ni hao watu waliniplace kuvaa namba 5 mgongoni. Wachezaji walionitangulia ni wengi. Nilipata bahati kukutana na Salum Swedi Kusi Mtibwa. Natokea tu JKT Ujoro, kwa jini nilianza JKT Ujoro kucheza maisha yangu ya mpira huko. Wakati naingia Mtibwa nakutana na Salum Swedi Kusi, nakutana na Salvatore Ntebe, Dickson Daudi. Hao wote walikuwa ni masini ya kwangu. Nilikuwa najifunza, lakini pia kwa upande wa nje ya Mtibwa nilikuwa naangalia wakina Cannavaro. Lakini nilikuwa namwangalia Kevin Yondani, nilikuwa nafurahia anapocheza. Lakini pia mimi nilikuwa na kipindi sijaanza kucheza mpira huo, nilikuwepo kwenye taasisi ya Morokisi. Morokisi sisi taasisi yetu, timu nyingi zinapokuja kucheza Morogoro, sisi tunakuwa kama Ball Boys. Tokea huko kipindi cha wadogo kabisa kina Shomari Kapombe, kwa ajili wote tumecheza Morokisi. Kwa kipindi wa Simba anacheza na Moro United, kipindi hiyo anacheza na Reli, sisi tulikuwa kama ni Ball Boys, wale watoto wanaokota mipira. Kwa tokea kipindi hiko kuna watu mimi nilikuwa nawatama kama Boniface Pawasa, nilikuwa naona wakicheza wananivutia, kina Hussein Mataka, kina Yusufu Wali, kuna beki Hamis Yusufu alikuwa Yanga. Ni watu ambao walikuwa wananivutia. Hao wote wachezaji wazao wa Tanzania wao. Kwa hiyo ni watu wengi wamepita ambao kuangalia kwa wao kucheza kumenijenga mimi ambapo nilipokuja kucheza. Yale mazuri wengi walikuwa wanayafanya, nilikuwa nayachukua ya huyu ya ndani ya Cannavaro, ya Salum Swedi Kusi, na iga kutoka kwao ili kuweza kufikia malengo. Na uwezi kufikia malengo kama uwezi kuwa na mtu wa kumuiga. Uwezi, lazima uige fulani anachokifanya, aidha sasa wewe uzidishe mara 2 au uongeze cha kwako zaidi, lakini fulani ndio alikuimpress. Kwa hiyo mimi hao watu ambao nimewataja na wengine ambao sipataje kwa ajili wako ni wengi, mimi nilikuwa napenda kuangalia kwa watu ambao wanacheza katika nafasi yangu na kujifunza kutoka kwao. Mabeki na wako wengi wanapambana. Mabeki na wako wengi wanapambana. Napenda Dickson Jobu anapocheza kwa ajili matumizi ya nguvu kwake ni machache kuliko matumizi ya akili. Hata na mimi kipindi nacheza nilikuwa situmii sana nguvu sana, lakini nilikuwa nacheza kwa akili. Kwa hiyo napenda Dickson Jobu anapocheza. Ananivutia. Yaani nikimwangalia na enjoy mpira. Sio tu Dickson Jobu, wako wengi katika nafasi yake wanacheza vizuri. Kuna Oscar Masai yupo Mtibwa sasa hivi. Kuna Haruni yupo Mtibwa. Nao wote ni wachezaji ambao wanacheza kwenye aina anaocheza Dickson Jobu. Mimi napenda sana beki anayetumia akili kuliko nguvu. Kwa hiyo mtu yote ambaye akiwa anacheza 4-5 anatumia akili kuliko nguvu, kwangu mimi inakuwa ni kiburudisho cha kumtazama anachokifanya. Kwa hiyo nimemtaja Dickson Jobu, Oscar Masai, Haruni, lakini ni wako wengi wanaocheza katika nafasi hizo ambazo wanajitahidi, nikiwaangalia navutiwa nao. Mbona singekuwa mchezaji kwa ajili mimi kuna kipindi mpira kipindi hiki kina udogoni nacheza. Kuna kipindi mpira niliuacha. Nilikuwa nacheza, baadaye nilipofika form 5 Morogoro Sekondari nilitaka kuacha mpira. Nakumbuka nilipomaliza form 4 nilipata post Kipingu, unakumbuka Kipingu, Idi Kipingu, Kanali. Staff alinitaka niende Dar es Salaam kwenye shule yake inaitwa Lord Baden, nilikuwa kule Bunju kwa nenda Bagamoyo. Nikacheze mpira huko nasoma. Kwa hiyo nilipata post hiyo. Baadaye kipindi nipo kwa Kipingu nikapata posti zikatoka kwamba nimefaulu kwenda Morogoro Secondary Advance. Kwa hiyo nikafanya maamuzi mimi mwenyewe. Nikaona nirudi Morogoro. Kwa ajili nilikuwa naona kuweka mpira na kusoma kwa wakati mmoja vingeniia vigumu. Kwa hiyo ngoja nirudi Morogoro nikasome tu 4-5-6 miaka miwili nimalize ndio nitaangalia mustakabali wa mpira. Kwa hiyo nikarudi Morogoro Secondary, nikatoroka kule, sikumwaga hata Kipingu nakumbuka.
Akastukia tu nimeondoka, akapata taarifa kwamba nimerudi Morogoro na show. Kwa hiyo narudi Morogoro, kulikuwa kuna mashindano ya UMISETA yanafanyika. Mimi sikushiriki Morogoro kwa ajili mpira nilishaukacha. Na sasa ni concentrate na hii advanced level nimalize nione, kwa ajili nilikuwa na ndoto ya kwenda chuo. Basi kipindi mashindano yanaendelea, washatafuta timu ya kanda ambayo ilikuwa inajumuisha kanda ya Mashariki, ilikuwa inajumuisha mikoa ya Pwani, Morogoro. Kwa hiyo kutoka kule Pwani asilimia kubwa wachezaji walikuwa wanatoka katika shule ya Kipingu Lord Baden, kwa ajili ndio shule ya vipaji. Morogoro ndio tulikuwa tunakusanyika mashule hapa ya sekondari yanatoa wachezaji. Kwa Kipingu alijua mimi nipo Morogoro sekondari, lakini watu waliotoka Morogoro kwenda kule mimi hakuniona. Kaniuliza hapana, kuna mchezaji. Ambaye basi huyu atakuwa hajashiriki. Kweli akapata mawasiliano, huyu yupo lakini hajataka mambo ya mpira. Akatoa agizo kwa mkuu wa shule yangu. Mkuu wa shule yangu akashindwa kukataa kwa ajili Kipingu alikuwa ni mtu mkubwa kwa moment ile. Ambaye bwana mimi kama mimi mpaka nakuja huku nimekimbia mambo ya mpira, sitaki usinirudishe tena kwenye mpira. Basi nguvu ikanishindwa ya kimaamuzi, wao wakaamua, basi sikuwa na namna, ndo nikarudi kwenye mpira. Nakumbuka kujiunga na timu ile ya UMISETA, tukafika hadi Kenya kwenye mashindano. Baada ya kurudi kwenye mashindano sasa wakanirudishia tena ile hamu ya kucheza mpira. Nikawa nasoma huku nacheza mpira, nasoma huku nacheza mpira. Baadaye nikamaliza form 6. Kipindi kile unatakiwa uende jeshi, ndio uende chuo, JKT nakumbuka. Mimi nikapata nafasi ya kwenda JKT. Lengo la kwenda hivyo, lakini mwisho wa siku nilipokuwepo kule kwa kuna timu hizi za JKT Ojoro ya vijana kwa maana under 20. Basi nikajikuta nacheza mpira kule. Yule mkuu wa kituo cha JKT Ojoro akavutiwa na mimi, akanisogeza timu kubwa, nikawa nafanya nao mazoezi. Nikajikuta mpira sasa ndio unaingia kwenye damu. Kwa hata baada ya kuhitimu yale mafunzo ya nini na nini, sikutaka tena kuendelea niende chuo. Nikajikuta naendelea kucheza mpira. Nilipocheza mpira basi mara kidogo nacheza mechi na Mtibwa. Maxime alikuwa ananijua kwa ajili Morogoro ndio kwao na ndio hapa alikuwa ofisi alikuwa kujaga. Kwa hiyo akaniona nacheza na Ojoro na Ojoro aliniamini ikawa na perform. Basi akavutiwa na mimi Maxime. Msimu baada ya msimu mmoja nikarudi Mtibwa. Kwa hiyo tena ndoto za kucheza kwenda chuo zikawa zimesimama hapo, nikapostpone. Nakumbuka hata chuo niliapply, nilipangiwa IFM, nilikuwa IFM nilikuwa natakiwa ngasome FM. Kwa hiyo nikajikuta hivyo. Kwa hiyo kama nisingekuwa mpira, nadhani sasa hivi ningekuwa mtu mwingine, labda aidha mtumishi kwenye sekta binafsi au serikalini, inawezekana ningeingia huko. Kwa ajili nakumbuka FM nilisomea, ilikuwa nimeomba faculty ya nini? Nilikuwa naenda kusomea insurance and social protection. Kipindi kilikuwa insurance na risk management, afu insurance na social protection. Mimi niliapply social protection. Kwa hiyo kwa maana hiyo nisingekuwa mchezaji mpira, nadhani ningejikita huko katika hayo mambo. Nadhani mpaka sasa hivi ningekuwa labda mtu mwingine tena. Lakini pia nashukuru kwa huko nilipoingia, pia najivunia. Naamini mpaka wewe leo hii tupo mimi na wewe kwa ajili ya mpira. Ningekuwa huko nilipo sidhani katungionana. Kwa hiyo njia nisingekuwepo mchezaji mpira, ningekuwepo katika upande mwingine wa kielimu zaidi huko. Mimi jeraha langu kwa ajili mara ya kwanza naumia, ilikuwa naumia goti. Mimi sikuwa kuumia goti before. Kwa tukio baya ambalo kama ningeweza kurudisha siku nyuma, ile siku ningesema hata mechi nisicheze. Kama ningejua ningeumia. Kwa ajili nilicheza mpaka kipindi cha kwanza. Niko vizuri. Narudi kipindi cha pili ndio mpira wa kwanza tu, kipindi cha pili kugusa naumia. Kwa hiyo tukio baya ambalo yani siwezi kulisahau ni hilo katika mpira. Jeraha langu kwa ajili ni jeraha ambalo limebadilisha maisha yangu. Naamini kuna vitu vingi kama ningeendelea kucheza mpira ningeviweza kuvipata au ningeweza kutoka hatua moja kwenda juu zaidi. Kwa ajili pia nilikuwa katika kipindi kizuri sana. Kwa katika kipindi ambacho sitaki yani sitakuja kusahau ni lile kitendo changu cha kuumia goti. Ni tukio ambalo hapana nilikosa tu mpira, nilipotoa chini ndio nikaumia. Wala sio kwa kuwa na usano wote.
hivyo. Kwa hiyo hilo ni tukio ambalo nikikaa huwa nalikumbukaga kwamba ningekuwa najua nisingecheza siku hiyo, au ningekuwa najua ningefanya, lakini mwisho wa siku Mungu ndo anapanga. Kwa hiyo katika tukio ambalo siwezi kulisahau ni baya ni hilo, lakini matukio ya kufurahisha ni hapo mengi katika mpira, yapo mengi. Tukio la kufurahisha hilo la mimi kusajili kwenda Simba, usajili wangu ni jambo ambalo nilifurahi sana katika maisha yangu, ni hatua kubwa. Lakini pia kuwa bingwa, unajua sio kila mchezaji anacheza ligi kuu Tanzania bara anaweza kavaa medali ya ubingwa, na sio kila mchezaji atacheza Simba na Yanga anaweza kavaa medali ya ubingwa. Kwa mfano Simba hajachukua miaka minne, kuna wachezaji ndani ya miaka miwili wamecheza Simba na wameondoka, hawajaweza kuvaa hiyo medali. Simba anaweza kaja kuwa bingwa mbeleni, lakini kipindi wao unacheza, je, Simba amekuwa bingwa? Kwa hiyo sio kila mtu atavaa medali ya ubingwa, lakini mimi pia ni kitendo ambacho siwezi kukisahau, na medali ya ubingwa ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nafurahi nikikumbuka, nikiona medali nafurahia, nikikumbuka signing fee nini kipindi na sign kwenda Simba nilifurahi sana. Nakumbuka nilifurahi, sio mimi, hata familia yangu ilifurahi sana. Kwa hiyo ni matukio ambayo siwezi kuyasahau, yatabaki kichwani mwangu milele na milele. Hiyo ni secret yangu, lakini kwa moment ilikuwa ni kiasi kikubwa. Ilikuwa ni kiasi kikubwa ambacho kwa kipindi kile usajili ziloenda Simba. Nakumbuka kipindi kile tulikuwa na sajili ya Manula kutoka Azamu, Kapombe Azamu Rasu na mimi. Kwa hiyo zilikuwa zinafanana na sajili zetu. Zilikuwa sajili kubwa kwa kipindi kile, zilikuwa sajili kubwa. Kwa hiyo nashukuru. Pesa usajili nilifanya mambo mengi, nilibadilisha. Siwezi kuweka vyote wazi, lakini kwa ufupi tu ilibadilisha maisha yangu. Kabla sijaipata na nilipoipata sikuwepo vile ambavyo baada ya kuipata. Siwezi kusema nilifanya 1 2 3. Sipendagi kusema vitu nilivyovifanya, kutumia hela yangu au vitu nilivyovipata kama ni sehemu labda ya kujisifu kwenye mpira. Mimi sipendagi hivyo, lakini ilinibadilisha maisha yangu. Mimi sijawahi kukutana nayo, lakini pia mimi hadi katika umri wangu huu naamini vitabu vimeandika kwamba kuna ushirikina, kuna uchawi, ila mimi katika mpira sina imani na hivyo vitu. Sina imani na uchawi, sina imani na ushirikina. Kwa ajili kuna matukio mimi naweza nikayasema kwa watu, alafu uthibitisho usiwepo ambao unaweza kuniaminishia mimi. Hata mimi nilipopata majeraha ya goti, watu Sambonde umerogwa, Simba umeenda Kizembe, umeenda Kitoto. Lakini leo hii unamwona Neymar yuko Ulaya na ana hela. Kila kiingia anarudi anaumia, acheze hata mechi 10 azifiki. Na ndipo wenzetu kuna madaktari bingwa, Neymar ana hela kujitibia kwa gharama zozote, lakini goti bado. Ronaldo de Lima aliacha kucheza mpira kwa ajili ya goti. Wakina Wilshere umri mdogo wameacha mpira kwa ajili ya majeraha, ambapo wako sehemu ambao wangeweza kutibiwa kuliko hata kwetu. Je, wao nao wamerogwa? Hapana. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo mtihani tu niliupokea. Kwa hiyo mimi sina imani ya hivyo vitu. Na nachukia sana mtu mwenye imani ya hivyo vitu. Hata hivyo katika vilabu nilipopita unakuta hizo tamaduni ni zipo. Huwezi kuzikataa kwa ajili wewe ni mwajiriwa, utaenda na vile mwajiri wako anavyotaka, lakini mimi binafsi katika maisha yangu ya mpira sijawahi kufanya hivyo vitu na sitokuja kuwahi hata katika hii taaluma niliyoingia ya ukocha, sitokuja kufanya hivyo vitu. Kwa jina naamini kwenye mpira ili ufanye vizuri ujiandae vizuri. Uwezi ukasema fulani anakuroga wakati mwenyewe hujajiandaa. Kila siku mimi kwenye hilo swali lako ulioniuliza kila siku naambiaga watu. Kwa mfano sasa hivi Tanzania tuseme nani, timu gani iko katika piki? Labda tuseme Yanga yuko katika piki. Kachukua mara 4 ana wachezaji quality. Sawa. Tuchukue Yanga, tuweke mechi taifa pale. Atokee mdhamini yote yake milioni 500. Kusanya wewe timu yako ya daraja la 3 au la 4 mtaani. Yanga wafanye training ya kawaida tu. Hiyo timu yako ifanye mazoezi yote unayotaka. Wachukue waganga nchi nzima, waaloge, wagombanie na milioni 500 na Yanga taifa. Wakishinda mganga ndo kafanya kazi. Kwa kipindi changu nacheza tokea niko Mtibwa, golini
atakaa Juma Kaseja. Golini Juma Kaseja. Beki mbili ataenda Kapombe. Beki mbili ataenda Kapombe, beki tatu ataenda Isa Baba Ubaya. Isa alikuwa mzuri, Isa Rashid Baba Ubaya. Beki tatu mzuri. 4 na 5 kipindi nacheza alikuwepo Kevin Ondani, namba 4 ataenda. Namba 5 ataenda Glenn Morris. Kwa watu ambao wanawahusudu katika nafasi zao wanafanya kazi. Nikikaa kweli naona fulani yuko pale anafanya kazi. Namba 6 ataenda Shabanditi. Ni mtu ambaye amedumu katika ubora katika muda mrefu sana. Shabanditi ataenda namba 6. Winga ataenda Simon Msuva. Amecheza katika kiwango vizuri. Namba 7 ataenda Simon Msuva. Lakini namba 8 ataenda Shabani Kisija Maroni. Shabani Kisija ataenda namba 8. Alafu namba 9. Namba 9 kwa kipindi changu ambacho nacheza ataenda Donald Ngoma. Atacheza namba 9. Namba 10 Haruna Niyonzima. Haruna Niyonzima namba 10. 11 ataenda kucheza Emmanuel Yoko katika kikosi changu. Wapo wengi ambao wanaweza kuingia katika nafasi hizo, lakini hao 11 wataanza katika kipindi changu nacheza. Wamecheza katika ubora mzuri, katika kiwango kizuri. Kocha mimi kwenye benchi langu, kocha mkuu atakuwa Salma Yanga, msaidizi wake atakuwa Meki Maxime. Na kwa sasa kwa sasa ambao vijana wanakuja wanacheza vizuri, bado Kapombe atacheza beki mbili, golini ataenda Diara. Kwa Tanzania huwezi kumfanisha na kipa wote. Kwa kweli inabidi uongee. Kwa golini ataenda Diara, beki mbili ataenda Shomari Kapombe. Beki tatu tutakuwa uongo. Shabalala kwa sasa iko vizuri. Anacheza Shabalala, 5 atacheza Baka na Liki Jogo. Ni 5 ambao wametengeneza pacha yao nzuri tokea Yanga mpaka timu ya taifa. Namba 6 kwa kipindi hiki atacheza Imidimao bado. Taheshimu kacheza ligi kuu ya Egypt kwa muda mrefu na kwa mafanikio lazima mpeshinage. Sio jambo rahisi kucheza nje ya nchi kwa muda mrefu hasa kwa Tanzania. Wengi wanaenda wamefeli. Kwa Imidimao atacheza namba 6 kwa kipindi kwa ajili bado yuko karudi kwa Azam na bado anacheza kwa kipindi hiki. Mimi nitampanga Imidimao. Winga kwa kipindi hiki anakuja Edinado, anapambana, anacheza vizuri. Hata timu ya taifa maona kuna impact kubwa. Kwa namba 7 nitamweka Edinado atacheza. Namba 8 nitamweka Mudasiri. Perform vizuri, tunaona sasa hivi anaongezeka, anafunga, namba zake zinakuwa nzuri. Namba 8 atacheza Mudasiri. Kwa sasa namba 9 bwana imekuwa ni changamoto. Toka angalia wanaocheza hapo katika level hiyo, lakini kwa ajili nitatajika tu nitaje mtu, nitataja mtu. Lakini sio sijaona namba 9 useme labda huyo ni goalgetter muda wote anafunga. Lakini kinaambia nimweke mwenye afadhali kwa kipindi hiki. Nitarudisha hata kwa Hussein Mwalimu, nimeona kuna kitu anacho. Utaona Hussein Mwalimu atakaa namba 9. Namba 10 Fetoto. Namba zake zinajiongeza na anaperform vizuri sana. Alafu namba 11 nitamweka Mziza. Mchezaji ambaye hivi karibuni uwezo wake umeimarika, yuko vizuri. Kwa kipindi hiki hao wanapambana. Wapo wengi wanapambana, lakini umenipa nafasi ya 11. Ungenipa hata 100 ningekutajia. Lakini kwa jumla umenipa nafasi ya hao 11, basi hao kwa mimi ndo wataanza. kwenye wachezaji wa Azam wanataja kama hivi karibuni nimetaja sisi vile Pakome nimetaja Chana. Kama professional. Kama professional. Mimi kwa hao watatu ambao wanataja pia wanaonekana kujitokeza mara nyingi sana. Kwa wachambua kitu wao. Nani? Pakome na Chana. Sababu wote wanacheza timu moja. Yeah. Azizi na Chama hawako fast sana, lakini ni wachezaji ambao wanatumia akili sana kwenye kufanya maamuzi. Kabla hata mpira hajaja au hujafika kwake, ni mchezaji ambaye kashajua wapi pa kuupeleka,
wapi patakuwa hatari na mchezaji ambao anaweza kujiposition. Tofauti yao tu, Azizi ni left footer, Chama anaweza kupiga kulia kushoto, lakini hawana tofauti kubwa sana kwa ajili wote hawako fast, wote wanatumia akili, wote ni free kick takers ambao specialist. Azizi nje ya 18 anakufunga, Chama nje ya 18 anakufunga. Ni wachezaji ambao ukiwepo nao kwenye timu muda wote, wakati wote wapinzani wanakuwa wanapata tabu sana. Kwa hiyo Azizi na Chama wana uwiano fulani unafanana. Ndio mara nyingi hata kipokutana Yanga mwalimu huwezi kaweka wachezaji wote hao kwa ajili wote ni wanakupa kitu hicho kimoja. Kwa lazima mmoja anze nje. Pacome ni tofauti kwa ajili Pacome mara nyingi anatokaga pembeni, anakuwa ni mzuri. Tofauti akiwa yuko ndani. Mchezaji ambaye ana kasi tofauti na Azizi, tofauti na Chama. Lakini mchezaji ambaye ana uwezo wa kukusanya watu wawili, watatu mpaka wanne kwa ajili ya ana skills, lakini ana pace ambayo inaweza ikawashinda washindani wake. Lakini pia ni mchezaji mjanja mwenye usubutu wa kusubutu either kwa kufunga au kwa kujaribu vitu chochote ambacho kitakuwa kina manufaa katika lango la wapinzani. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanatofautiana katika nyanja hiyo na kuelekeza. Kwenye kasi Azizi na Chama kasi yao hawezi kuifanisha na Pacome. Lakini bado wote watatu wote wanatumia matumizi ya akili. Na mpira ndio unachezwa hapa. Mpira unachezwa kichwani. Mchezaji anatumia akili kwa kiasi kikubwa kuliko nguvu, lazima atakuwa ni mchezaji hatari. Kwa hiyo hao watu watatu ni wachezaji ambao wameacha alama na zitakumbukwa sana katika mpira wa Tanzania, zitakumbukwa sana. Kwa ajili namna walivyokuwa wanacheza, wanatengeneza utofauti wao mkubwa na wenzao. Kwa hiyo nimewataja hao kwa ajili wanani-impress. Nikiangalia navutiwa. Yeah. Pia naomba muelezee kidogo Diarra. Diarra ni kipa. Kama Tanzania hii kuna mtu atakaa asubutu aseme Diarra sio kipa kwa generation hii, ni uongo. Haijalishi. Shida tu wachezaji sisi tunatofautiana. Unajua mchezaji ili awe bora ni namba zisome. Kwa mfano Aishi Manula alishakuwa golikipa mara 4 mfululizo, ambao rekodi hiyo Diarra hajaivunja. Alichukua mara ya kwanza, mara ya pili, kama akaja akachukua msimu uliopita. Haiondoi ubora wa Diarra. Haijalishi hajachukua clean sheet, hazionyeshi ubora wa kipa. Kwa maana clean sheet bado kuna nafasi ya mabeki kukulinda wewe zisitokee. Tunaangalia zile situations zikija za wewe sasa kwenye kustetea timu. Naweza kupa mfano mzuri, mechi ya juzi Yanga anacheza na Mbeya City. Bila Diarra alikuwa Yanga anapoteza mechi. Ni mechi ambayo Diarra ameiamua kwa uzoefu wake, kwa ubora wake. Golini ndo Yanga amepata pointi moja. Sasa ile ndo unaangalia ubora wa mchezaji. Ila kwa generation ya sasa, makipa wengi wazawa na wageni pia wana kitu cha kujifunza kwa Diarra. Na namshukuru Mungu, kitu anachokifanya kimebadilisha. Sasa hivi timu zote zinataka kipa anaanza kucheza mpira. Sasa hivi ukienda kipa hata mazoezini mwa timu hizo ndogo ndogo, utaambia mimi nataka Diarra ukirudishia nipige huko. Kwa tayari impact yake ishakuwa kubwa hadi huku chini kwenye academy, kwenye timu ndogo ndogo. Unakuta kila mtu anakuambia sasa hivi kipa kurudishia mpira lazima ucheze. Before ilikuwepo, si wakina Juma Kaseja ni watu ambao footwork zao nzuri Aishi Manula. Lakini Diarra kaja kuifanya watu wote wawe wanaizungumzia hiyo. Bwana makipa sasa hivi lazima uweze kupiga pasi kama Diarra, dribble, ufanye hivi na vile. Kwa ni kipa ambaye mzuri, sio tu kwenye footwork, hata savings, kuongea, arrangement, ni goalkeeper ambaye ni mzuri. Hata na mimi nadhani namuona mbali zaidi, sio tu hapa Tanzania, ni mbali. Anaweza kwenda kushindana na kina Lawrence Williams wa kina Mamelodi Sundowns. Namuona huko kama alipotanguliwa kina Zizki. Namuona Diarra ndani ya misimu miwili acheze Tanzania. Ataenda mbali zaidi kwa jini kipa ambayo sema yote. Hata ukiona timu yake ya taifa anapambana. Sio rahisi mzawa anacheza Afrika wende timu za hizo hapo kaaminiwe. Kuna magolikipa wanacheza nje ya Afrika wanaenda Diarra anaanza kipambele. Na bado unaona anacheza mechi kubwa tu. Na bado anawasave. Kwa hiyo ni golikipa mzuri. Umemtaja Aishi hapa, labda mmecheza pamoja, mmekuwa pamoja. Aishi umezungumza naye kwa hiyo karibu. Aishi ni mshikaji wangu. Kwa muda mrefu kidogo hajazungumza, mara mwisho off season ilivyoisha kulikuwa kuna mechi kwao ndio tuliendaga kucheza.
kujaga hapa nachukua vijana naenda kucheza huko Mkamba huko alipozaliwa. Hapa kati tuliwasiliana kidogo, nilimpa polepole kutokana na changamoto zilizopata. Ni watu ambao tunawasiliana nao mara kwa mara. Asingekuwa mtu ambaye anaweza kuhimili mikiki na pressure, hata hapa alipokuwepo sasa hivi Azam asingeweza kufika, angekata tamaa. Amekutana na masaibu mengi, siwezi kuyazungumzia kwa ajili utakuwa unazungumzia vitu vingine na watu wengine utawahusisha, lakini mtihani alokutana nao Aishi ni mtihani mkubwa kwa mchezaji wote ukimkuta. Kwa maana Aishi sio kwamba labda yuko vile kwa ajili uwezo ulishuka, hapana, ni sababu zingine za nyuma ambazo siwezi kuziweka wazi ambazo zimefanya yeye awepo pale, lakini still ameweza kumaintain. Ni kipa ambaye bado hataki golini, mabeki hiyo timu ina imani naye, lakini ameweza kuzihimili, ndio maana leo yuko Azam. Ni vipindi ambavyo vinatokea katika maisha ya mchezaji. Cha msingi tuwe na uwezo kuweza kuhimili hizo pressure na changamoto na mikiki ambayo lakini namshukuru Aishi, mara mwisho niliongea naye, nikaongea naye vizuri tu kwamba kutokana na situation anayokutana nayo asikate tamaa, endelee kupambania ndoto zake kwa ajili mwisho wa siku nyuma yake kuna watu wanamtegemea. Kwa hiyo yeye atakapokubali bwana basi wale watu wote nao na kwa basi inawakatisha. Kwa hiyo anaendelea kupambana, ni mitihani anakutana nayo, lakini bado yuko kwenye uwezo. Ni swala la muda, kwa ajili mchezo ni jambo la muda.